unajua tuje kwenye ukweli. Unajua ukweli na unabaki kwa ukweli na ubadiliki. Unajua leo hii hawa afisa habari wakiongea yanayowauma, kwa sababu kama damu na moyo, kama damu anaumia, unajua wakiongea yanachowauma, itakuja barua hapa wako nje ya maadili, wataka wafungiwe, lakini mwisho siku hiki kitu kinaboa. Yaani leo namfuata mpenzi wa Simba atakwambia kikaumia. Yaani ni ukweli kama sawa, yani sijajua pointi ziko wapi. Ila ukweli soka leo tulikuwa nafasi ya 4 Afrika. Leo tulikuwa nafasi ya 6, kwa msimu hii tutafika nafasi ya 20. Yani simple tu. Yani kwa hamna changamoto nyingine yote maana. Kwa system hii tutafika nafasi ya 20. Sababu kwa tunaenda mtu akijisikia kufanya, mtu anatashaka moyoni, mtu ana mapenzi yake binafsi. Mimi nasema ni mapenzi haya. Yani kwa ukweli upo, yani mapenzi. Yani kwa hakuna sababu ya msingi kusema eti leo mechi inagairishwa. Unaweza kwa nini? Simba akupata nafasi ya kwenda mazoezini kufanya siku moja mazoezi. Kosa la nani? Kosa la TFF, bodi ya ligi. Sababu afisa mchezo yani kama mchezo kwamba mimi akupata taarifa kama Simba mazoezini. Inabidi tutafanya kwa Simba. Inabidi tutafanya kwa Yanga. Kwa walinzi wa nani? TFF na bodi ya ligi. Kwa nini tutafanya kuzitoa? Kwa sababu waliamua tu watu wanajua tunajua katibu kwa wamekarimu yani watu tuseme wamekariri, yani kwa kabla ya mechi siku moja timu mgeni atafanya mazoezini uwanja mazoezi, kwa sababu wanafanya mazoezi siku moja kabla mechi. Lakini tupasi kukariri, inabidi tufanye ndio kufanya. Kamishna mchezo apewe taarifa husika na yeye halijui hilo swala, sio kutuishi kwa mazoea tu kwa tunajua basi watu watakwenda. Hapana. Upande wa pili mimi nawasifu Yanga na nasema walikuwa sahihi kuwazuia wasiingie uwanjani kwa sababu hakupewa maelezo husika na mtu husika kwamba bana wanakuja watu muda fulani wafungeni gate. Hakupewa maelezo. Unaamini vipi? Basi maelezo basi ya Simba. Tunamlipa basi ya Simba. Mna maelezo gani? Mna kibali gani? Kwa nini mpate vibali? Bana sisi ndio wale tunabidi tuje muda huu. Kumbe ndio nyinyi ingieni sababu na maelezo yenu. Maelezo hakuna. Sasa ndani ilifanya nini kama maelezo hakuna? Na maana kwa usiku kuingia ndani ndio jibu rahisi. Sasa huyu aliyemzuia asiingie ndani inabidi ashtakiwe. Inabidi ahukumiwe. Kama nani kamisa mchezo hana taarifa. Sasa kosa kwa nini mhukumu Yanga leo? Mambo Yanga chako chezi kisa kuna banda lifanyika hapa nyuma Yanga usije mechi yako leo. Uko mhukumu Yanga. Leo mfano alikama kiongea kwa hasira mtamfukia Alikamwe, mtasema kavunja mipaka ya kazi yake. Ataongea chofilo, ataongea kwa niaba ya wanashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga nyuma yake wanavuzunika. Huo ni kweli na ukweli haubadiliki. Sasa mimi kwa kweli hiki kimeniuma kama mdau wa mchezo, na mimi leo mimi familia yangu imetoka mbali. Nasema kwa naenda mpilani leo kuenjoy, ni moja ya mtokoti mkubwa alikuwa Ramadhani hii, ni kwani hiyo enjoy mpira. Na tumesubiri kwa muda mwingi sana kitu. Sasa leo naambia kimegarishwa mpaka lini? Na tiketi yangu nilipataje tiketi yangu? Familia yangu imesafisha kumekuja Dar, imetoka mkoa mmoja Dar kuangalia mpira. Nani alipia gharama zangu? Nadai Yanga, nadai Simba, nadai TFF. Au bodi ya ligi? Jibu hakuna. Kwa hiyo mimi nimepata hasara. Sasa kesho napata njoo mechi ya Yanga nitakuja kweli? Na nisipokuja nani kusema pato? Unaona? Sasa hivi vitu sidhani kama vina afya kwenye mpira wetu. Sidhani kama vinajenga mpira wetu. Mimi yani sijui, okay, tuone. Mimi nitafurahi nitaposikia hukumu imetoka ya bodi ya ligi. Ukweli nitafurahi. Unataka mtu ahukumiwe alifanya makosa. Kwa sababu leo ukienda kwa Yanga atakwambia mimi sina taarifa yote. Utajitoa. Simba atakwambia mimi na haki ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kajitoa. Kamishna mimi sikupata taarifa yote kuhusu juu ya Simba. Kajitoa. Okay, nani anabaki? Kama kwa sababu bodi ya ligi, bodi inavunjwa. Ndio suluhisho hilo. Kesi kwa TFF nani anangatuka? Kwa hiyo hizi vitu ni michezo tu ambayo mimi sidhani kama ina afya kwenye mpira wetu. Yaani mimi sidhani kama Simba cheza mpira leo kama Simba angeharibika. Watu wangeenjoy mpira. Na siamini kama siku moja Simba tufanya mazoezi
masaa mawili matatu kufanya mazoezi siku moja imtoe kwenye reli ya mchezo. Hapana, hizo plan za game zimepangwa siku 5 nyuma. Game wachezaji wanajua Simba, game wachezaji game wanajua before kufika kucheza mazoezi jana. Hana ukwenda ndani yake. Tunasema tu hizi janja za hapa za kati kwa bwana mpira. Siko upande wote wa mpira, ila na shauri pia ningependa tujitathmini sisi tunaongoza tamthilia nani sekta ya mpira, tujitathmini. Yani ni kweli, yani tunachofanya kipo sawa? Je, tunaenda tufanye mapenzi yetu binafsi? Tunafuata kanuni zinazotaka zile kanuni? Ni simple na kitu ambacho kinawezekana, nadhani kila mmoja anafahamu swala hilo. Mimi ningependa na ningetamani sana bodi ya ligi haya majibu yakiyatoa hana wa kumhukumu. Ni huo ni ukweli, watajihukumu wenyewe walichokifanya. Na nitafurahi nitapata barua waraka leo kutoka kwa bodi ya ligi imevunjwa. Walifanya uzembe huu na huu na huu na huu na huu. Kweli ni uko hivyo, yani kwa hauwezi ukawa na kitu ambacho kinashindwa kusimamia misingi yake. Huu ni nidhamu mbovu. Tuasome ukweli, yani wameshindwa kusimamia misingi yake ya kazi. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo. Kama wadau kweli hatuna pa kwenda leo. Yani tutoke leo, tuenjoy mpira, sana ndio tulale, lakini imefika sasa hivi hapa hatuna pa kwenda. Tunabaki nyumbani na gombana, tunarudi nyumbani sasa. Watoto hao na hotelini leo, kesho tunarudi nyumbani. Ukweli tumepata hasara sisi ambao hatuna matumizi na hela zetu. Tunazipeleka uwanjani, tunapeleka dibule, watu wanakula. Sababu huyu alitoa hukumu hii, nadhani mwisho mwezi msako kishaingia tena kashapata. Afikiri zote nyingine kama kaumia. Taifa ana kadi ya kuingia special. Halipi. Kwa hiyo hana anachokiumia. Ila sisi ambao tumetoa hela zetu kulipia tunaumia. Tumetoka ndugu tu mikoani kuja Dar kuangalia mpira Yanga, tumeumia. Hatuna afanye mpira wetu. Na mimi sidhani niona makamu rais wa Yanga amesema afikiri matokeo ya dabi nyingine zaidi ya leo. Kama akisema nadhani sidhani kama mngine anapinga. Afikiri matokeo ya dabi nyingine mwaka huu tena, labda mwakani. Kwa maana mechi tunaigawaje? Pointi moja. Hii mechi tunaifuta kabisa au je itachezwa baada ya ligi kuisha? Sijui. Hem, tusubiri bodi ya ligi tuambie. Yangu ni hayo kama mdau wa mpira na nashukuru kwa hilo. Nataka siku njema.